Bwana, jana baada ya mchezo kuahirishwa wa ligi kuu soka Tanzania bara, Simba na Yanga, yako mengi sana ambayo yanazungumzwa, lakini sisi tunazungumza na wadau wenyewe wa mchezo, wachangiaji wenyewe ambao ndio waungaji mkono wa hizi timu kwa namna moja ama nyingine, kwa maana mashabiki wao, nini ambacho wanakifikiri, nini ambacho wamekiona, nini ambacho wanakiwazia na kukishauri. Mimi naitwa Mbushi Kwelasa na hii ni Travel TV. Nyuma ya kamera ni Beni Kashililika. Niko na brother hapa, mambo vipi mzee wangu? Poa, ni aje bro? Shwari, uko vizuri? Shwari, niko poa bwana. Wanakuita nani kaka? Naitwa Emmanuel au Imo Dizongo. Bwana Ima, jana mechi ilivyoahirishwa, kwako wewe kwanza unafikiri ni nini ambayo ni athari ambayo imejitokeza baada ya hilo? Kwa kuahirishwa kwa mechi kwa jana, kwanza kumeleta doa kwenye ligi yetu, kwa sababu ligi yetu sasa hizi inatazamwa kwa upande, yani kwa kiwango kikubwa sana. Ligi inaangaliwa, watu wanaitazama. Ukienda Afrika Mashariki na Kati sasa hizi mifano mingi ambao wanaitumia kupitia ligi yetu, kwamba Tanzania ligi imekuwa, wachezaji wengi kutoka Kenya, Uganda wanakuja kwetu kuja kushindana baada ya kugundua ligi kwamba imekuwa. Sasa kwa kitu kilichotokea jana kimeleta doa, na nilikuwa naomba TFF na bodi ya ligi wakae waliangalie hili swala, wasilete ule kusema kwamba tukae mezani tujue tunafanyaje. Kama kuna mtu amefanya mistake, adhabu itokee ili iwe fundisho, ili na hata wenzetu wanaotuangalia wajue kabisa mamlaka ya soka ipo na inafanya kazi. Ila wakisema walete urafiki, walete ushikaji kwenye hili swala, watu jana umetumia gharama, umesafiri, watu wametoka Kenya, wametoka Uganda, wametoka Zambia kuja kuangalia dabi, mwisho wa siku mpira unakuwa uchezwi. Yani ndio hivyo, mpira umetiwa doa yani kwa ufupi. Sawa, kwa ushauri wako pengine kwa viongozi wa Simba na Yanga? Mimi ninachoshauri tu waache mpira wa utamaduni, ushapitwa na wakati. Wacheze mpira wa kisasa, timu zijiandae kwenye mazoezi, masuala ya kuangalia sijui kamati za ufundi sijui waachane nazo. Mpira sasa hizi ushaondoka kwenye hizo level. Watu waandae timu, waandae vikosi, ikifika muda wa mechi watu wacheze, kwa sababu ukiangalia hata jana kitusababisha mechi kubwa kuahirishwa, ukiangalia indipu, yani sababu ambazo hazina mashiko, yani kwamba timu inafanya mazoezi kila siku, haijafanya mazoezi lisali moja, haizuii mpira kuchezwa. Kwa hiyo mimi nilikuwa naona hivyo viongozi wa Simba na Yanga wabadilike, waachane na utamaduni, wacheze mpira wa wazi, mpira unaoonekana. Bwana nakushukuru sana. Haina mama. Sawa, wewe vipi mzee wangu? Poa, ni aje? Safi, unaitwa nani? Innocent. Innocent, hebu tuambie taarifa ya kuahirishwa kwa dabi jana ulipokeaje? Mimi nilipokea safi tu. Nilipokea safi tu. Okay. Na nini ambacho nafikiri ni athari kutokana na kuahirishwa kwa dabi? Hakuna athari yoyote, ila kwanza TFF tu wajitathmini vizuri tu, sababu hizi game maana kila siku ni Yanga, kila siku ni Yanga. Sio wana Simba tunachoka na sisi. Kwa hiyo jana tumeamua kufanya reality kwamba na sisi tunaweza, hakuna kutusumbua. Kwa hiyo mmevunja sheria makusudi kwa kukusudia? Sio, hamna. Ile hatujavunja. Kwenye kipengele ipo. Si ndio? Hiki kipengele cha kutokwenda kwenye mechi hakipo. Kipo. Laiti ingekuwa sipo basi Yanga angepewa pointi 3 jana. TFF na wasema hapo TFF ni kama wanaogopa hivi. Hawezi akaogopa, TFF haogopi mtu. Wewe kwa tathmini yako, unafikiri hakuna chochote ambacho kinaweza kuwa ni changamoto na au athari za kiuchumi kwa watu na vitu vingine kutokana na mechi yenyewe kuahirishwa? Mimi sijaona. Kuahirisha kwa game ya jana sijaona kwamba kuna athari yoyote imetokea, hapana. Mimi sijaona. Kivyangu mimi sijaona chochote. Shukrani mzee wangu. Asante sana. Nyama sana. Mnyama kweli kweli. Yaani unazi. Yaani ile. Haina bayo bwela. Haina loba. Poa baba. I say fresh. Unaitwa nani? Naitwa Adidas Mbwelo. Adidas Mbwelo. Tayari huyu jamaa na jina la kutoka sio wapi, yani majina fulani vya makampuni. Anyway, sawa, hebu tuambie matukio ya jana, kuahirishwa kwa mechi, kwanza ulipokeaje taarifa na zipi ambazo unaona kama ni athari? Kiukweli mimi nahisi kuna athari kubwa sana after taarifa hii. Wengi mashabiki tumeumia sana, kwa sababu isitoshe wengine tupo huku vijiweni, tupo majumbani, tupo wapi, lakini taarifa hii imetuumiza sana. Sawa, cha kwanza ukitaka kuangalia ni vitu ambavyo kistahiki katika michezo vinashusha hadhi ya soka letu, kwa sababu tumepanda katika viwango kadhaa, lakini tunaendelea kuona kama tumependelewa kulingana na hali halisi ya fitina kati ya Simba na Yanga zinazoendelea. Hizi ni kama fitina, ni kama hujuma tu. Kwa sababu gani? Haiwezekani mtu kusema eti viongozi wenye weledi kamili wamekaa kufikiria kusema
nusu saa au lisali moja ambalo litakiwa afanye mazoezi ndio kiwe chanzo cha kuahirisha mechi. Lakini mimi naona kwa Simba tunaweza tukawalaumu, lakini walioharibu pia ni bodi ya ligi. Kwa sababu gani? Kwanza, ingalikuwa bodi ya ligi ni watu ambao wanajua kuzitathmini sheria vizuri, wasingetoa ile taarifa kusema kwamba wameahirisha mechi angali toka saa moja ile asubuhi mpaka inafika saa 6 mchana bado walikuwa wanaendelea kupromote tiketi, watu wanaendelea kununua tiketi. Sasa kwa nini wasingailisha mapema kama walijua jambo lipo namna hiyo? Na cha pili, wametutolea vifungu na kanuni zao, lakini vifungu na kanuni wanazozileta hamna kanuni inayosema au kifungu kinachoonyesha kusema kwamba endapo mtu atazuiliwa kwenda kufanya mazoezi ya mwisho labda mechi iahirishwe. Hapana, ni kwamba yule aliyemzuia atapigwa faini. Sasa kwa nini wasingesubiri kusema ngoja kwanza mechi iendelee, baada ya mechi kuisha ndo wakae hiyo kamati ya masaa 72 waweze kufanyeje, waweze kutoa taarifa kamili kusema kulingana na hili na hili walilolifanya Yanga watapewa adhabu hii, lakini mechi hiyo imechezwa. Sasa umeahirisha mechi, unakaa kamati ya masaa 72 kwa ajili ya nini? Wanaenda kujadili nini? Ni kwamba tu ni utoto ambao tuseme viongozi wetu hawana weledi, wanakuwa kama watoto ambao wamelazimishwa kuongoza jambo. Sio sahihi kabisa katika soka. Sawa, kwa miaka ya mbeleni unaona hili lilotokea linatengeneza athari gani katika miaka ijayo? Ni kweli, ndio maana asilimia kubwa hata si wenyewe wa Tanzania kuna muda tunaamua tu tushangilie mechi au timu za huko Ulaya wapi, kwa sababu tunaona soka letu linazidi kupoteza ule mvuto. Tulikuwa tumeona kabisa mvuto unakuja, timu zetu zinapanda hata kwenye viwango labda vya kimataifa, lakini kwa hii hali inayoendelea hatuwezi tukasema hizi timu zitakuja hata siku moja zikatuletea labda ubingwa wa kombe la shirikisho au Champions League kwa huu utoto wanaoendelea nao, kwa sababu ni ujinga kabisa. Vitu ambavyo havipendezi hata kwa mashabiki, hata kwa nchi wenzetu wanakotoka, wanaona kabisa ni utoto. Imagine watu wametoka huko walikotoka, wametumia gharama zao kubwa kusema wanaenda kuziangalia timu zao pendwa, kuangalia dabi pendwa kabisa, wanasema dabi ya 3 barani Afrika kwa ubora. Lakini sasa ubora upi ambao tunakwenda kuonyesha kwa kuahirisha mechi kwa sababu ambazo hazina hata msingi, hazina hata mantiki? TFF nao na bodi ya ligi wanalibeba lile swala, vifungu vinaonyesha kabisa hakuna kufanya jambo lolote, lakini wao wanashindwa kuzitekeleza kanuni, wanaingia katika malumbano au migogoro ya hizi timu. Tunashindwa kuelewa shida ni nini. Asepo. Wanakuita nani? Wananiita Mtengule, ila kwa majina kamili naitwa Playgod Mwitula. Mwitula, hebu tuambie wewe, taarifa ya kuahirishwa kwa dabi ulipokeaje? Of course mimi taarifa nilipokea vibaya kwa sababu sikudhamiria kama itatokea vile. Ila kwa sababu viongozi wa Simba pamoja na jumuiya ya Simba kiujumla wameona waahirishe, mimi naona safi tu. Fresh yani. Mimi fresh. Kama wao wameona kuna haja ya kuahirisha, basi haina haja sisi kwenda pale uwanja wa Taifa kucheza. Kwa hiyo mimi naona safi tu. Bwana mwana Simba yupo hapa mwingine. Tumsikie huyu mwananchi jeuri kwanza. Tumsikie pia mwana Simba na yeye anasemaje kuhusiana na kile ambacho kimetokea jana. Mambo vipi mzee wangu? Safi kwema. Kwema, anakuita nani? Naitwa Alex Benito almaarufu Doctor. Sawa Doctor, hebu tuambie wewe kwako kuahirishwa kwa mechi ya jana. Taarifa za kuahirishwa kwa mechi hiyo kwanza ulizipokeaje na nini ambacho unafikiri ni athari ya tukio hilo? Mimi kama ni mwana Simba damu, kuahirishwa kwa mechi mimi nimechukulia kama kwa Simba deal done. Kwa sababu nilikuwa sina kikosi imara, nilikuwa na majeruhi. Nikianza na first 11 golikipa wangu Pimpin Kamara, nikija kwenye ukuta hapa waliko Chefondo Maloni, na vivyo nilikuwa na hatihati ya Shomari Kapombe mbavu moja ya kulia. Kwa hiyo kilichotokea ni kama mtego. Simba tushakubali kuingia kwenye mechi ya Yanga kama underdog, lakini from nowhere imekuja sababu ambayo imenipelekea mimi kufanya mechi isiwepo. Wao wakanizuia, wakati wao wakijua kwamba wameshani mudu. Yani kwa mechi ambayo ingechezwa jana, nadhani ushindi ulikuwa na zaidi ya 80% kwa sababu ya kikosi changu kilikuwa imara na uzoefu. Kwa hiyo Simba wamepata mlango wa kutokea kwa sababu ya uzembe mdogo tu wa Yanga. Mimi nilizani wangeturuhusu tufanye tu mazoezi basi, mabodyguard wangelinda ndani, wasingetuzuia nje. Nini ambacho wewe unahisi kwamba kinaweza kaa ni athari ya tukio kama hili katika miaka ijayo na katika kizazi kijacho? Hapo hasa itakayekuja, nadhani kizazi kijacho kitakuja tu na mfumo wa malipizi, kwa sababu Simba walichokifanya baada ya kupata mlango wa kutokea kupitia Yanga kuwazuia, na wao wakaja na kuna vitu walivyopeleka TFF wa kufanyia kazi. Hasa ukichukulia ile mechi ya Pamba tulienda siku ya warm up, siku moja kabla ya mechi,
kuna mkuu wa mkoa aliingilia na baadhi ya viongozi wakawapiga baadhi ya viongozi wa Simba, akiwepo msemaji letu la kafu. Nadhani wanaje sasa ile, nadhani majibu ambayo Simba walipata walikuwa na kinyongo. Kwa hiyo jana ikawa kama advantage kwamba walipizie, kwa sababu kuna shauri walishalipeleka, walipewa majibu ambayo kidogo yakawa yana mkanganyiko. Kwa hiyo kwa jana wakampata kama sehemu ya wao kwamba na wao wakipeleka shauri wajibiwe kwa wakati. Bwana nakushukuru. Asante Sana bwana, mtizamo huo wa wadau kuhusiana na kile ambacho kimejitokeza jana. Sisi tunazungumza nao kusikia. Wewe pia una mtazamo gani? Unaweza ukatuambia, ukatueleza yale ambayo wewe unahisi ni athari ama ni mazuri ama ya kuweza kurekebishwa ili kupata bora zaidi kwenye michezo.